Bana mtazamaji wa Kivona Sports, bado tupo na Gharibu Mzinga hapa kisiwani Pemba na tunazungumza michezo na kubwa. Tunaangalia mchezo wa klabu ya Simba akiwa ugenini hatua ya nusu finali mkondo wa pili dhidi ya Stellenbosch, mchezo ambao utachagua hatima ya klabu ya Simba. Je, anakwenda finali ama gari narudi gereji? Hayo ni maswali tutapata majibu yake baada ya dakika 90 za mchezo huo. Bana, Gharibu Mzinga, kubwa ambalo linatembea kwenye mitandao ya kijamii kwa sasa ni kuhusiana na mchezo wa Simba akiwa ugenini dhidi ya Stellenbosch kubadilishwa mwamuzi. Watanzania wanajiuliza nini kimemgharimu Amin Omar kutoka taifa la Misri, na sasa tumeona mchezo umepewa mwamuzi mwingine Eddie Mansour Mohamed ambaye pia anatoka nchini Misri. Nini ambacho umekiona wewe kwa utafiti wako kimepelekea mwamuzi kubadilishwa? Wengine wana wasiwasi, mipango imeanza ama vipi? Anyways, kwanza mwamuzi anatoka Misri. Mwamuzi anatoka Misri, huyu ni Misri nisemeje? Misri ni Afrika ya Kaskazini, UNAF. Alafu mechi inahusisha timu kutoka Sekafa na Kosafa. Si ndio? Maanake kanda 3 tofauti. Nimeona hata hizo mechi nyingine pia wamewapa waamuzi kutoka kwenye kanda tofauti. Yaani hizi hatua msilete visingizio. Mwamuzi anatoka huko hivyo. Lakini Jean-Jacques Ngabo Ndala anatokea DR Congo hapo, kwa jirani yetu kwenye ule mchezo wa kwanza. Yeah, anyways, mwamuzi amebadilishwa, of course, amebadilishwa kutoka kwenye Amin Mohamed Omar kwenda katika Maruf Mansour. Kimsingi mwamuzi wa kwanza kwa maana ya Amin alipata injury katika mazoezi. Waamuzi wana mazoezi yao ambao wanayafanya. Kwa alipata majeraha, na hiyo walikuwa wameithibitisha chama cha soka cha Egypt kwa maana ya FA. Walisema kwamba huyu ana majeraha, wao ndo waliwaambia CAF, kwa sababu mwamuzi hatakiwi kutoa taarifa yeye, sababu hata anapotakiwa aombu yeye inaombwa FA, yani shirikisho ndio linaombiwa kwamba tunataka kumtumia mwamuzi wenu fulani. Kwa hiyo ripoti ambayo ilirudi huko kwamba mwamuzi ana injury, kwa hiyo hawezi kuofficiate katika hiyo match. So Misri CAF, hizi kamati zinapoteua wateuzi, waamuzi, zinakuwa na mbadala. Yaani kila mechi unayojua wewe ina mbadala wake. Hilo ulijue. Yes, inawezekana ikawa kwenye taifa moja, inawezekana kwenye taifa moja au taifa tofauti. Sasa inapokuwa endapo ikitokea waamuzi wameshafika kwenye kituo, yani kwa mfano huyu mwamuzi Amin ingekuwa kafika South Africa, mechi zinachezwa South Africa, ingekuwa yuko pale, afu ndo inatokea kadhia hii, basi mbadala wake ingekuwa ni fourth official. Okay. Yes, ndo angekuja kuchezesha hii mechi. Kwa sababu mshafi kwenye kituo cha mchezo. Kituo, yes. Lakini kwa sababu ilikuwa bado safari hazijaanza, inafanya replacement pale pale. Sio lazima wafanye kwenye taifa hilo hilo. Wanaweza kaopti sehemu nyingine, lakini wakaamua kuopti pale pale. Sasa huyu mwamuzi ambaye alipewa ya kwanza kwa maana ya Amin, huyu ni mwamuzi, yani ndo top referee sasa hivi kwa Egypt. Yani kama ilivyo kwenye mazingira ya Tanzania hivi Ahmed Arajiga, basi ndo kwa Egypt ndo huyu. Ndo best referee wao. Baada ya kuondoka yeye kachaguliwa huyo wa pili. Huyu miongoni mwa best. Miongoni mwao kuna huyu, yes, kuna huyu, kuna yule ambaye alipangwa kuchezesha mechi ya Derby ya Cairo. Kama utakumbuka, yes, tafrani kubwa ambayo haikuchezwa, Zamalek wakapewa point. Kwa hiyo mwamuzi yule pia ni miongoni mwa waamuzi top kutoka Misri. Lakini kwenye swala la waamuzi, huyu Misri hawajatoa mwamuzi hata mmoja. Unajua kwanza Misri ndo taifa namba 1 kwenye rank sasa hivi. Kwenye taifa kwa maana ya ligi, lakini pia kwenye club level kwa maana Ahli anayowakilisha Misri. Lakini hawana mwamuzi kwenda katika finali za kombe la dunia za klabu. Mwamuzi mashindano mapya ambayo yanakuja kwenye mfumo mpya. Misri hajatoa mwamuzi hata mmoja. Toa waamuzi wako 35 kutoka mabara, kutoka mataifa yote wanachama. Mataifa wanachama ya FIFA yako 211. Wametoa waamuzi wa kati 35. Waamuzi 35 hao CAF imetoa waamuzi 5 peke yake. Jean-Jacques Ngabo Ndala kutoka UNIFAC ndio yule ambaye alichezesha mchezo wa kwanza wa Simba.
Mwamuzi wa pili ni Issa C kutoka Senegal, Afrika ya Magharibi, wafu. Mwamuzi mwingine ni Mustafa Horbal kutoka Algeria, ukanda wa UNAF. Ibrahim Mutaz kutoka Libya, UNAF. Na mmoja kutoka Mauritania ambao ni wafu. Mauritania ni magharibi. Kwa hiyo magharibi wametoa waamuzi wawili, kanda ya kati wametoa mwamuzi mmoja, na kaskazini wametoa wawili. Kwa hiyo ukanda wa Kosafa huwa hakuna mwamuzi ambaye ametoka, kwa maana huku kusini huku waamuzi ambao walikuwa wanafanya vizuri mara ya mwisho alikuwa ni Victor Gomez kutoka South Africa, na alikuwa Jean Sikazwe kutoka Zambia. Sisi East African Central hatuna huyo mwamuzi, ingawaje sisi tuna mwamuzi sasa hivi anaitwa Abdulkadir Artan, one of the best referee, yuko Somalia, dogo fulani hivi kibisho hivi kinaweka afro hivi, ndogo tu, ndo mwamuzi kama sikosei, ndo inawezekana kama mwamuzi mdogo zaidi, yuko hapo. Haya, tuna Salima Mukasanga kutoka Rwanda, yeye alienda hadi kwenye World Cup ya wanaume. Tuna huyu Pacific yuko Burundi, Georges Gatogato sijui, Peter Waweru kutoka Kenya. Ni waamuzi wakubwa, lakini tujapata nafasi ya kupeleka kule. Wamepeleka tu majirani zetu wa DRC. Egypt licha ya ukubwa wao wote hawajatoa mwamuzi hata mmoja. Why? Kwa sababu Egypt waamuzi wake, yani mule ndani ya taifa lenyewe, waamuzi wao hawatakagi. Ndani ya taifa hawaamini waamuzi wao. Umeelewa? Yes, kwa hiyo hawa waamuzi wote wawili, kwa maana aliyetoka huyo na wengine wote wa Misri amnalienda kule. That's why hata kwenye hizi mechi za dabi hawataki waamuzi wa ndani. Wanataka waamuzi kutoka nje. Hizi dabi za Cairo wenyewe hawataki kabisa watu wa ndani. Yes, iko tofauti. Kwa hiyo simply ni hivyo. Nataka kwa dodoso ambazo umepekua. Huyu sasa anakwenda kupewa mchezo huu. Ni michezo gani ambayo ameigusa hapa karibu, kama unaifahamu, yenye level ya hiyo nusu finali, hata kama sio kwenye club level, labda kwenye timu za taifa ama pia kwenye mashindano yao ya ndani ya Misri, ambao unaona mchezo wao ilikuwa ina hadhi ama ina ukubwa fulani? Ni mwamuzi mkubwa, sio rahisi kukumbuka mechi zake, ila tu nakumbuka mechi ya Simba ambayo kayo kuchezesha. Yes, msimu uliopita alichezesha mechi ya Simba na ASEC Mimosas, ilichezwa hapa. Simba sare moja. Simba alipoteza ugenini. Kwani hakuna kupoteza. Kwani pia ilikuwa bingwa barani Afrika. Msimu wa kwanza kina Ziki ndo Simba alipoteza ugenini, kwanza Ziki alipoteza ugenini, tena ugenini kwenyewe alichezea Benin. Ndio. Au kuchezea Ivory Coast. Aliachia alama kubwa sana ile mechi. Alikuachia? Ya pili alicheza hapa, moja alicheza hapa, alishinda Simba goli 3-1. Hilo moja anafunga Ziki hapa. Ushaona? Kwenye klabu bingwa kwenye kundi la Wydad na ndio. Kundi moja Wydad, Jwaneng Galaxy, Simba pamoja na wao ASEC walicheza hapa taifa. Wanakwenda kwenye kundi Simba na ASEC, ndio. Ambako mwamuzi alikuwa ni huyu Ngoma Sare moja mchezo wa kwanza kwenye makundi. Walicheza hapa. Kwa hiyo ndo mechi ambayo nakumbuka alichezesha huyu mwamuzi. Kwa upande wa Simba, hata ukaenda kwenye rekodi zake, ndo mechi ambayo ameichezesha. Sasa ligi ya Misri ina matumizi ya VAR. Ushafahamu? Na hii michuano pia ina VAR. Kwa hiyo hao inakuwa kama faida, yani kuwa na waamuzi ambao wana VAR ndani yake inakuwa kama faida, inasaidia kwenda kupewa mechi kama hizi. So kitu kipya kabisa kwa bwana mtazamaji, umepata kusikia sasa yale maneno walikuwa nasema kwenye mitandao kwamba mipango imeanza namna gani, lakini ukweli ni kwamba mwamuzi Omari yeye alipata shida kidogo kwenye masuala ya afya kwenye wale mazoezi ya utimamu mwili, kwa hiyo akabadilishwa refari mwingine, na huyu amezungumzwa vizuri na Garibu Mzinga hapa namna ambavyo bado anaonekana ni refari mwenye daraja la juu sana. Kwenye la waamuzi labda niguse kidogo, unafikiri bado tuna hofu na waamuzi kwenye mpira wetu wa Afrika kwenye ngazi ya nusu finali huku juu? Hofu. Hamna hofu. Ukitrace waamuzi ambao wanapewa mechi hizi za hatua hizi ni waamuzi wakubwa. Ushanifahamu? Kwa hiyo hofu ya nini sasa? Nilikutajia hapa waamuzi kutoka Mauritania. Dahane ndo yule ambaye alichezesha mechi ya Orlando ya Mamelodi na Ahli. Yes, ilikuwa ndo yeye. Sasa just imagine your quality. Yes, nyuma hapa kina Jean King hapo Ndala wamechezesha, Bamlak Tsema kutoka Ethiopia wamechezesha. Hizo ndo
ndo waamuzi wakubwa hao sasa hivi wanapewa hizi mechi. Yani hii ni serious business sasa hivi. Waamuzi wakubwa ndo wanapewa hizi mechi za kumalizia hapa. Huyo Ngamudala msimu uliopita ndo kachezesha finali. Kwa hiyo hofu inakuwa hakuna, labda tu maamuzi yao yanateleza achezeshe chini ya kiwango, lakini kwa maana ya kamati za waamuzi ifunga hivyo. Na bahati nzuri kwa mashabiki na wanachama klabu ya Simba, mwamuzi huyu ambaye amepewa mechi yao dhidi ya Stellenbosch pale Afrika ya Kusini alipata kucheza mchezo mmoja wapo msimu uliopita kwenye hatua za makundi klabu bingwa barani Afrika dhidi ya ASEC Mimosas. Mchezo ulipigwa katika dimba la Benjamin Mkapa, wenyewe wanapita lupaso ndogo, na mnyama Simba kaambulia pointi moja. Hivyo kama Simba itapata alama moja Afrika Kusini